Uendeshaji wa treni ya kiwango cha kimataifa SGR ni takriban mwaka mmoja umeanza. Kama tunavyoona hapa, mchongoko nao ndo unaingia na wabunge kutoka Zambia. Hii ni kamati ya ardhi na makazi, wametembelea shirika la reli Tanzania kujionea mradi huu wa kiwango cha kimataifa, uendeshaji wake na jinsi gani wameanza mradi huu. Wameelezwa mengi, wamepokewa na mkurugenzi wa TEHAMA kwa niaba ya mkurugenzi mkuu. Wametembezwa kwenye jengo la Kilomita 0 almaarufu ni jengo la Magufuli hili. Wamejionea mambo mengi, uwekezaji uliofanywa na serikali, na pia wameona wananchi nao walivyowekeza biashara zao katika jengo hili. Wamewekwa kwenye ukumbi huu wa mikutano na kuelezwa maendeleo ya mradi wa SGR. Nimeongea na mwenyekiti wa kamati kutaka kujua ni kwa nini wameamua kutembelea station hii ya SGR Tanzania. We are very much privileged as a Republic of Zambia. Tumepata upendeleo wa hali ya juu kama watu wa Zambia kuja kutembelea shirika la reli Tanzania. Kama kamati tumefanya maamuzi ya kimkakati kuja kujifunza kile ambacho shirika la reli linafanya. Tunajua usafirishaji na mawasiliano ni jambo muhimu, hususan katika ukanda. Tunajivunia nchi jirani ya Tanzania kuchukua hatua kubwa kwa kuwekeza fedha nyingi kwenye mradi wa SGR. Huu ni mradi wa muda mrefu. Kwa kile ambacho tumekiona, kumefanyika maamuzi ya kimkakati kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania. Pia tumejifunza jinsi gani mradi huu ulivyofadhiliwa kwa fedha za ndani na kutoka nje. Tumeona Tanzania ina mtazamo wa muda mrefu kwa mradi huu wa SGR kuvuka mipaka yake. Kwa wananchi wa Tanzania, tunawataka waone mradi huu mkubwa ni kwa manufaa yao na kutoa ushirikiano kwa serikali. Ni kuhakikisha wananchi wote wanaopitiwa na mradi wanafaidika katika mnyororo wote wa thamani. Local content provisions that are being put across, they benefit the local people in the entire value chain. Mwenyekiti wa kamati ya ardhi na makazi wa Zambia ametoa ushauri kwa Watanzania kutoa ushirikiano wa hali ya juu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano kwa hiki wanachokifanya kwa ujenzi huu wa kiwango cha kimataifa wa SGR. Naye mkurugenzi wa TEHAMA ambaye amepokea wageni hawa kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania anasema kuna maana gani kwa viongozi hawa kutembelea shirika la reli Tanzania. Kusema ukweli, ujio huu una maana kubwa sana kwa sababu sio mara ya kwanza tunapata viongozi mbalimbali kutoka nchi mbalimbali, hasa katika kubadilishana uzoefu. Wanakuja kujifunza sisi tumefanya nini na ili tuweza kufanya mradi mkubwa kama huu, lakini pia tunabadilishana mawazo ya jinsi gani ya kuboresha jinsi ya utekelezaji, saa nyingine services ambazo tunazitoa. Kwa hiyo kwa kweli kimekuwa kikao cha mafanikio cha kubadilishana mawazo, sisi kujifunza kutoka kwao na wao kujifunza kutoka kwetu. Kitu cha kwanza kabisa ambacho wanatakiwa kujifunza kutoka ambacho tumewaambia basically ni kwamba katika kufanya ujenzi, kuanzia ujenzi na uendeshaji, cha kwanza kabisa ambacho wanaweza kufanya ni kuhakikisha kwamba watu wao wanashiriki katika kila hatua ili iwe smooth kutoka ujenzi kwenda kwenye uendeshaji. Inakuwa ni rahisi zaidi kwa sababu katika kitu ambacho wametaka kukifahamu ni kwamba tumefanyaje sisi kuweza kuendesha sisi wenyewe bila kuwa na wataalamu kutoka nje. Na tulichowaambia ni kwamba cha msingi kabisa ambacho wanatakiwa kufanya ni kushirikisha watu wao, wataalamu wao katika kila hatua ya mradi ili kuweza kuwa na smooth transition ya kutoka kwenye ujenzi kwenda kwenye operation. Ni ushauri maridhawa ambao wamepatiwa wabunge wa kamati ya ardhi na makazi wa Zambia kuhusiana na uanzishwaji wa mradi wa SGR. SGR Tanzania inaendelea kuwa kivutio si tu kwa Watanzania bali hata nje ya mipaka ya Tanzania. Watu wanakuja kujifunza uendeshaji wa SGR inayotumia nishati ya umeme. Kutoka hapa stesheni ya Magufuli Dar es Salaam, sina la ziada nikiwa na mpiga picha wangu Hassan Bonde. Mimi ni Othman Idi, hadi wakati mwingine. Kwaherini.